Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta mafanikio makubwa sana kwenye jimbo langu la Kwimba. Mimi kwenye jimbo la Kwimba nimepata miradi mingi sana. Nimepata fedha nyingi kwenye miradi mbalimbali. Tuseme mfano kwenye masuala ya afya. Kwenye jimbo la Kwimba tumejengewa hospitali ya wilaya mpya. Tumejengewa vituo vya afya viwili vipya. Tumejengewa kituo cha afya kipya moja kinajengwa sasa hivi. Tumeletewa ambulance 3. Tumejengewa zahanati 5 zimekamilika na zingine 5 fedha zimeshaletwa zinakamilika sasa hivi. Kwa jumla tuna zahanati zaidi ya 34 kwenye jimbo la Kwimba. Tumepiga hatua kubwa sana, hata madawa zimeletwa za kutosha kwenye zahanati zetu. Hata vifaa tiba vimeletwa vya kutosha. Wilaya ya Kwimba tulikuwa hatuna daktari wa macho na daktari wa meno. Sasa hivi tunao kwenye hospitali yetu ya wilaya. Kwa sio kujenga tu jengo la wilaya, lakini pia limeletewa na waganga na wauguzi wameletwa pale. Kwa hiyo tuko vizuri sana kwenye wilaya ya Kwimba kwenye masuala ya afya. Tukienda kwenye masuala ya elimu pia tumepiga hatua kubwa sana. Kwenye shule za sekondari zote tumeongezewa madarasa. Tumejenga takriban madarasa 129 kwenye shule zote za sekondari. Pia pamoja na kujenga madarasa kwenye sekondari, tumejenga sekondari 5 mpya kwenye jimbo la Kwimba. Na awamu hii mara ya kwanza kwenye historia ya Tanzania, watoto walivyotoka kwenye shule za msingi wameenda kwenye sekondari bila madawati. Zamani nakumbuka watoto walikuwa wanaambia wazazi mtoto apeleke akienda shuleni sekondari aende na dawati. Au mara ya kwanza kwenye historia yetu tumepata madarasa mapya yamejengwa, mashule yamejengwa na madawati yapo ya kutosha. Mtoto akienda kutoka primary kwenda sekondari anaingia kwenye madarasa, anakuta madarasa mapya, madarasa ya kisasa ambayo yana vigae na pia yana madawati ya kutosha. Kwa hiyo tunashukuru sana Dr. Samia kwenye elimu, amepiga hatua kubwa sana. Pia sio madarasa tu, hata nyumba za walimu zimejengwa na pia tumepata walimu wengi wa ziada tumepata. Kwenye shule ya msingi pia tumepiga hatua, tumejenga shule 5 mpya. Pia tumejenga shule English medium sasa hivi. Ukifika kwenye English medium Kwimba pale iko Ngudu mjini pale, utashangaa watoto wetu wanaongea Kiingereza vizuri kabisa. Kwa hiyo tumepiga hatua sana kwenye elimu pia. Tukienda kwenye umeme tuna vijiji 59 vyote vimepata umeme. Tuna vitongoji 473. Tuna vitongoji 261 vimeshapata umeme. Tumebakisha vitongoji kama 212 ambazo bado hazijapata umeme, lakini viko ndani ya mbio kupata umeme. Na budget ya mwaka huu na budget ya awamu hii tunasema ni kwamba mpango wetu ni kwamba tuhakikishe vitongoji vyote vinapata umeme awamu inayokuja. Maana yake umeme tutakuwa tumefikia kwenye vitongoji vyote. Tukienda kwenye masuala ya maji, jimbo la Kwimba ndio tumepiga hatua kubwa sana. Tuna miradi 4 ya maji kubwa ambazo kati ya hizo miradi 4, 2 zimeshakamilika. Sasa hivi wananchi wa jimbo la Kwimba wanapata maji mpaka ndani ya nyumbani kwao. Kwenye kata ya Ungumarwa tumepata mradi wa bilioni 11 umekamilika. Wananchi wa Ungumarwa sasa wanapata maji mpaka ndani ya nyumbani kwao. Walikuwa hawajawahi kuzoea kutumia maji kwenye ndani ya nyumbani kwao. Sasa wana maji ndani ya nyumba yao. Huo mradi pia unapeleka maji mpaka kwenye kata ya Ilula. Kwa hiyo maji tumepiga hatua, tuna kata 15, kata 14 zina maji za Ziwa Victoria. Awamu hii pia kuna miradi mingine 2 hazijakamilika. Zikikamilika kata zote zitakuwa zina maji, na sasa hivi tumepiga hatua kubwa sana kwenye masuala ya maji kwenye jimbo la Kwimba. Tukienda kwenye masuala ya barabara pia tumepiga hatua. Kuna barabara 3 za lami zimejengwa, kilomita 3 za lami zimejengwa kwenye makao makuu ya wilaya ya Kwimba ambayo ni Ngudu. Pia tuna hospitali ya Icheja kuelekea kutoka mjini pale, kilomita 3 za lami zinajengwa. Hiyo barabara pia inajengewa madaraja karibu takriban bilioni 6 zimeletwa kwa ajili ya kujenga madaraja 2. Tuna imani kwamba madaraja yakikamilika kilomita zingine 10 za lami zinakuja mpaka Jojiro. Kwa hiyo tumepika vizuri barabara zetu pia ambazo ni za Moram ziko vizuri, TARURA wanafanya kazi vizuri. Kwa hiyo tumepiga hatua nzuri kwenye afya, nimekuambia, kwenye elimu nimekuambia, kwenye umeme, barabara tumepiga hatua kubwa sana. Kwa hiyo mimi nashukuru sana Dr. Samia, kwa kweli ndani ya miaka 4 ametuletea fedha nyingi sana. Tumefanikisha miradi mingi sana
za huduma za jamii. Kwimba tuko vizuri kwenye masuala ya pia hata kwenye uchumi. Wilaya ya Kwimba imebadilika. Ukifika Ungumaro sio ile ambayo ulikuta miaka 5 iliyopita. Mahoteli yanajengwa, guest house yanajengwa, ya huduma za jamii, mabenki yameweka branch pale. Kwa hiyo hata uchumi umekuwa, Ungumaro sasa hivi umekuwa kama imekuwa ni kituo cha mauziano ya mazao kwa wilaya ya Kwimba. Imekuwa ni makao makuu ya kuuziana mazao ya choroko, dengu, mahindi, mpunga. Utakuta magodauni yanajengwa pale. Kwa hiyo hata kiuchumi wananchi wa Kwimba wako vizuri. Utakuta nyumba nyingi sasa hivi zimejengwa na zina mabati, zimeezekwa. Zamani ulikuwa unakuta Kwimba ukipita unakuta nyumba ziko na majani, nyasi lakini sasa hivi nyumba zimebadilika, watu wamekuwa vizuri. Tunashukuru sana Mama Samia, ametuleta maendeleo makubwa sana wananchi wa Kwimba. Asante sana.